La Pastor John ambao unahudumiwa na Vice President wa Reformed Church kule Uswisi, Mchungaji Hans Fels, wako tayari kusapoti hii kazi ya ujenzi, lakini tunahitaji sana sisi wenyewe kama kanisa tufanye kitu. Kwa tunaomba sana Wakristo pamoja na idara zote za diakonia katika maeneo yote, kwa sababu zipo katika kila ushirika, tuendelee kujipanga. Watakapo donate na sisi tufanye kitu. Na asante diakonia yuko tayari na kanisa liko tayari kufanya. Lakini tunaomba sana serikali kuanzia grassroots chini huko mpaka national level. Ile kazi ni kazi yenu kama serikali. Hamwezi kukwepa kazi ya kuhudumia hawa watu, ni kazi ya serikali 100%. Tunaingia kama kanisa, kama taasisi ya dini kuweza kusaidia. Taasisi za dini zipo kusaidia serikali katika miradi ya kuhudumia watu. Na tumekuja kwa njia hiyo. Center hiyo ni kubwa, inalenga kuhudumia watu wote bila kubagua dini wala dhehebu. Madamu ni Mtanzania atahudumiwa. Kwa tutahitaji ushirikiano wenu kifedha kuweza kufanikisha mradi huo ambao unalenga Watanzania wasio Moroja. Na tushukuru sana kwa ile ulisema hapa. Tunaomba litekeleze kwa nafasi na mamlaka uliyopewa, na serikali ilishatengewa percent ile namna tu ya kuichukua. Sasa kwa sababu kundi liko tayari, huna haja kuhangaika. Vikundi vipo kwa ajili ya hiyo huduma. Niwashukuru sana ndugu zangu, sitakuwa na mengi kivile, lakini mjue kwamba mradi huu unatekelezwa na unaenda kufanyika, na viwanja viko tayari, maeneo yako tayari, michoro ishakamilika, ni kazi tu ya kwanza kujenga. Na kwa sababu tayari fedha zipo, wameshathibitisha kutuma, kazi itafanyika kwa msaada wa Mungu. Tuombeane tu kwamba yasitokea kutokea. Na watu watakuja na kwaya. Watu wapatao 50 mwezi wa 10 wanakuja, tutaenda nao kwa Juni kwenye mkutano wa kwaya ambao tuna partner nao. Idadi ya watu 50 wengi sana. Tutakuwa na mboka za pia kuzungumza na kupatia ripoti ya hii kazi. Lakini ni kazi ambayo kanisa linataka liwafikie watu kwa mifumo hiyo. Na si mambo ambayo tunasema tu. Nisome neno kutoka Mithali 31. Namalizia visichukue muda. Mithali 31 ndio umeenda sana. Mstari wa 8, fungua kinywa chako kwa ajili ya aliyebubu. Watetee watu wote walioachwa peke yao. Mstari wa 9 anasema fungua kinywa chako uhukumu kwa haki, uwapatie maskini na wahitaji haki yao. Ni msimamo wa kanisa kusimama katika watu wenye shida, ulemavu wapate haki wanayostahili kuipata kupitia mradi huo. Kwa ni ombi letu serikali. Nirudie tena, hatujakaa kisiasa, tumekaa kihuduma. Tunaomba ushirikiano wenu, na mtakapoyafanya haya, Mungu atanyosha mapito yenu ya kisiasa kwa kushikamana na huduma za kanisa. Baada ya maneno haya, nishukuru sana kwa wote mliowezesha kutoa mafunzo katika semina hii kwa wenzetu. Naambiwa watu zaidi ya 50 wamepata maarifa ya namna gani ya kujitegemea, kutengeneza bidhaa, ambalo ni jambo jema sana. Na hili tulipolieleza katikati ya ile job la Swiss, walipokea kwa furaha kubwa sana kwamba watu wanaweza kusimama kwa miguu yao ambao walikuwa hajiwezi, wakatengeneza vitu vikauzika. Ni jambo la baraka sana. Kwa naombeni isiishie hapa, iendelee. Mheshimiwa Baba Askofu, Kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi, na mliopo wote meza kuu, wanakwaya wenzetu waliopata mafunzo. Mimi naitwa Festo Mbilike, diwani wa kata ya Nsalala. Kwa niaba ya serikali kata ya Nsalala, sisi tuna ujumbe mmoja. Tunasema tuendelee kudumisha amani, upendo na mshikamano miongoni mwetu kama Watanzania. Tusibaguane kwa udini, tusibaguane kwa ukabila,
tusibaguane kwa ukanda, tusibaguane kwa sura, tusibaguane kwa kimo, tupendane wote. Na jambo lingine, mimi binafsi ninaamini mahali popote palipo na fujo, tafsiri yake ni rahisi: watu hao wamejitenga na uso wa Bwana. Kama wanamsogelea Mungu hawawezi kufanya fujo. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kusikiliza. Semina, tumekuwa na semina mbalimbali pamoja na mambo mengine ambayo tunafanya, lakini tuna semina za ujasiriamali ambao tunawasaidia hasa watu wa makundi maalum, wakiwepo watu wenye ulemavu na makundi mengine ambao yanakuwa na uhitaji. Kwa hiyo tunawajengea uwezo ili wao wenyewe waweze kusimama na kuweza kuendesha maisha yao katika semina mbalimbali ambazo tunazitoa za kufanya ujasiriamali kwa kufuata fursa zinazowazunguka katika jamii. Kwa hiyo lengo kubwa kama sisi huduma ya udiakonia tunawajengea uwezo kwanza wao wenyewe waweze kujiamini, na kutokana na changamoto walizo nazo wasione kwamba hawawezi kufanya jambo lolote. Majina naitwa Upendo Tebela. Nimeshiriki kwenye semina tangia Jumatatu ilipokuwa inaanza. Tumejifunza kutengeneza tambi, vikokoto, chili. Namshukuru mimi nimechagua somo la vikokoto na tambi. Hilo ndo nitalifanyia kazi. Vifaa nimeshatafuta, kwa hiyo nitaendelea na kazi. Kwetu semina imekuwa ya baraka. Tunashukuru Mungu ametukumbuka kutufundisha, maana tulio wengi tulikuwa hatujui kutengeneza hizi bidhaa. Kwa sasa wamekuja kutufundisha, tutaendelea kufanya kazi na tutakuwa tegemezi. Ninawashukuru kwa kujitoa kwao. Mungu awabariki, maana wametuletea wakufunzi, wametufundisha, wametulisha, wametunywesha, wametusafirisha. Mungu awabariki, awajazie walipochota, wasipungukiwe, na mahali pengine wafanye hivi hivi. Pia wasisite kuja kututembelea tena kuona kazi walizotufundisha tunazoendelea nazo. Neno langu kwao, nawaambia walivyotufundisha tunakufanyia kazi, hatutawaangusha. Tunaendelea kufanya kazi.